Уважаемый господин президент, daragie друзья, мы очень рады вас видеть. Mheshimiwa Rais, marafiki, nimefurahi kuwaona hapa leo, na kabla tujaanza mazungumzo yetu ningependa kukushukuru tena kwa uamuzi wako wa kushiriki katika sherehe za kuadhimisha miaka 80 ya ushindi katika vita vyetu vikuu vya kizalendo. Помню нашу конструктивную с вами и полезную беседу, когда в 2023 году вы впервые посетили нашу страну для участия в саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Ninakumbuka mazungumzo yetu yenye kujenga na yenye tija ulipotembelea nchi yetu kwa mara ya kwanza mwaka 2023 uliposhiriki katika mkutano wa Urusi na Afrika jijini St. Petersburg. Ziara yako ya sasa nchini Urusi kuhudhuria sherehe za kumbukumbu wa miaka 80 ya ushindi ni ishara kubwa inayoonyesha kuimarika kwa urafiki na uhusiano wa karibu baina ya Urusi na Burkina Faso. Около 30 тысяч жителей нынешней Буркина-Фасо воевали в составе войск антигитлеровской коалиции. В формированиях сражающаяся Франция под руководством легендарного сына французского народа генерала Шарля де Голля. Pia ningependa kutaja mchango wa nchi yako katika kushinda unazo Ujerumani na vibaraka wake. Takribani watu 30,000 kutoka Burkina Faso ya leo walipigana kama sehemu wa muungano wa kumpinga Hitler katika mfumo wa Free France ulioongozwa na mwanahistoria wa Faransa Jenerali Charles de Gaulle. Leo tumeunganishwa na lengo moja la kupambana na ugaidi na itikadi kali. Tutaendelea kuisaidia nchi yako katika kurejesha utawala wa sheria na utaratibu wa kikatiba na kusaidia katika kukandamiza makundi yenye misimamo mikali ambayo bado yanafanya kazi katika baadhi ya maeneo ya Burkina Faso. Более чем 30-летнего перерыва возобновило свою работу посольство России в Ouagadougou. Налажен регулярный политический диалог. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita tumepata maendeleo makubwa katika kupanua ushirikiano wa kunufaishana wa pande mbili katika maeneo mbalimbali. Mwishoni mwa mwaka 2023, baada ya zaidi ya miaka 30, ubalozi wa Urusi huko Ouagadougou ulianza tena shughuli zake. Mazungumzo ya mara kwa mara ya kisiasa yakianza baina nchi zetu. Ingawa biashara baina nchi zetu mbili inasalia kuwa ya kawaida, hata hivyo inazidi kuongezeka na mwelekeo wake unatia matumaini ambayo bila shaka tunapaswa kuyahimiza. Na kuahidi kuwa tutafanya kazi pamoja ili kuimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi na kibiashara wa pande zote mbili. Прорабатывается вопрос о создании межправкомиссии. В конце прошлого года уже сформирована профильная рабочая группа. Будем и впредь помогать вашей стране в подготовке национальных. Mkutano wa kiuchumi kati ya Burkina Faso na Urusi wa Oktoba mwaka 2024 ambao ulihudhuriwa na wajumbe wa ngazi ya juu wa Burkina Faso wakiongozwa na waziri mkuu ulikuwa na tija sana katika kupiga jeki swala hili, na kazi inaendelea katika kuunda tume ya kibiashara baina ya serikali zetu. Na tayari jopo la kufanya kazi hii limeshaundwa toka mwishoni mwa mwaka 2024. Napenda kukuambia pia tutaendeleza udhamini wa masomo kwa wa Burkina Faso kwa kutoa mafunzo zaidi kwa watumishi mbalimbali wa serikali yako. Mpaka sasa kiwango cha udhamini cha serikali ya Urusi kwa raia wa Burkina Faso kimeongezwa zaidi ya mara 2 kwa mwaka wa masomo wa 2024-2025. Mwaka huu pekee tumejiandaa kuchukua zaidi ya wanafunzi 27 kutoka nchini mwako. Masomo yao yatagharamiwa na bajeti ya shirikisho la Urusi. Kwa ujumla, mpaka sasa wanafunzi wapatao 3,500 kutoka Burkina Faso wamepata elimu yao hapa nchini Urusi. Lakini pia uhusiano wa kiutamaduni na kibinadamu baina nchi zetu mbili unazidi kukua tangu mwaka 2024, ambapo kituo cha utamaduni cha Urusi chenye makao yake mjini Ouagadougou kimefunguliwa na kimekuwa kikitoa huduma ya mafunzo ya lugha ya Kirusi, na kinaendelea na kazi hiyo miongoni mwa kazi zake nyingine. Ushirikiano katika huduma za afya na mazingira baina nchi zetu ni swala ambalo lina ahadi nyingi, na mnamo Aprili 24 mpaka 25 Bi Popova alitembelea Ouagadougou. Napenda kukujuza kuwa tuko tayari kufanya utafiti wa pamoja wa kisayansi katika kuendeleza miundombinu ya maabara na kutoa mafunzo kwa wataalamu wa Burkina Faso. Pamoja na hayo, tunaendelea kuipa Burkina Faso misaada ya kibinadamu. Mwaka jana tulisafirisha hadi tani 25,000 za ngano bure mpaka nchini Burkina Faso, na mwezi huu shehena kubwa zaidi ya vyakula itawasili Ouagadougou. Pamoja na hayo, tunashukuru uratibu wa karibu wa Burkina Faso katika nyanja za kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa.
Mashauriano kati ya Urusi na shirikisho la nchi za Saheli yamekuwa muundo mpya na muhimu zaidi wa ushirikiano baina yetu. Mkutano wa kwanza kama huo ulifanyika katika ngazi ya mawaziri wa mambo ya nje hapa Moscow mnamo mwezi Aprili. Nadhani matarajio yetu ni mazuri katika maeneo mengi na leo tutapata fursa kujadili baadhi yake. Встреча состоялась на уровне Миндил в Москве в апреле этого года. У нас, мне кажется, хорошие есть перспективы по многим направлениям. Некоторые из них мы сегодня имеем возможность обсудить. Благодарю вас за внимание. Здравия желаю, товарищ президент. Habari za mchana Mheshimiwa Rais. J'espère que je prononce bien. Я надеюсь, я правильно произнес. C'est un honneur. Для меня честь принимать участие в этих празднованиях, посвященных Великой Победе. Ni heshima kubwa kwangu kupata wasaa wa kushiriki katika sherehe za ushindi mkuu dhidi ya Unazi. Tafadhali, kwa dhati ya moyo wangu napenda kukushukuru kwa mwaliko wako huu. Napenda kuambia hii ni heshima kubwa kwetu. Na lazima niseme kwamba wakati wa ziara hii nimejifunza mambo mengi kuhusu utamaduni na historia ambayo ilikuwa msingi wa ushindi wa watu wa Urusi. Nimejifunza kuhusu kujitoa kwa Urusi kulivyopelekea taifa hili kuwa huru leo. Ningependa kukushukuru kwa mara nyingine tena kwa kunialika. Истории, которые были основой сопротивления русского народа, основой его борьбы. Я узнал о жертвах, которые принес ваш народ, именно благодаря которым он сегодня свободен. Wakati huu mahususi na mkutano huu unatupa nafasi ya kufikiria juu ya kile kinachotokea sasa na kufikiria ya mbeleni. Vikwazo vya leo havipaswi kutuzuia kufikia ustawi wetu wa siku za mbeleni. Vikwazo hivi tunavyoviona dhidi ya Urusi vinacheza pia katika mikono yetu. Hata hivyo, licha ya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya shirikisho la Urusi, bado tunaona Urusi ikichukua nafasi yake kubwa katika uwanja wa kimataifa na tunazingatia hili, japo tunaelewa kuwa si rahisi. Потому что несмотря на все санкции, которые были введены в отношении Российской Федерации многими государствами, Россия занимает видное место на международной арене. И мы принимаем это к сведению. Мы понимаем, что это непросто. Niliwatizama kwa karibu sana wanajeshi wa Urusi leo wakitembea mbele yetu. Nimeona vifaa vya kijeshi vya kisasa kabisa pamoja na vifaru vilivyoshiriki katika vita vya pili vya dunia. Mheshimiwa Rais, ningependa ushirikiano kati yetu katika swala hili ili kukuza kwa kiasi fulani ujuzi wetu na sisi kuwa wapya katika sekta ya jeshi. Tunakushukuru pia kwa mtizamo wako kuelekea Burkina Faso yetu. Leo nilitembelea taasisi ya Mendeleev na tunaelewa kuwa pamoja na ulinzi na usalama kuna nyanja nyingine muhimu zaidi ikiwemo za sayansi na elimu. Tungependa Urusi tusaidie kuelimisha vijana wetu na kuwafundisha sayansi ili tuweze kuendeleza uzalishaji wetu wenyewe katika sekta za viwanda na uhandisi. Kwa sababu hilo ndilo muhimu sana kwa bara letu la Afrika. Образование, и мы хотели бы, чтобы Россия помогала нам обучать нашу молодежь, обучать ее науке, чтобы мы могли развивать собственное производство, промышленность, машиностроение, потому что это очень важно для Африки. Мы полагаем, что терроризм, который мы наблюдаем сегодня, исходит от империализма, и с этим мы боремся. Tunaamini kuwa ugaidi tunaoshuhudia leo unatokana na ubeberu na tunapambana nao. Tukimaliza vita hivi tukiwa na jeshi lenye nguvu, tutaweza kushiriki katika kuendeleza nchi yetu. Hili ndilo tunaloliona kuwa lengo la mapambano yetu. Ndio maana ni muhimu sana kujenga uwezo wa wananchi wetu kwa nyie kutupatia mafunzo. Много нужд в том, что касается оснащения, техники. Mheshimiwa Rais, katika bara letu la Afrika tuna matarajio mengi na mahitaji yetu makubwa ni vifaa kwa sababu tuna mambo mengi ya kufanya na hivyo vifaa. Na kama nikikuomba msaada, basi nakuomba utusaidie jambo moja kubwa, nalo ni utusaidie teknolojia na ujuzi. Tunahitaji sana hilo katika vyuo vikuu vyetu nchini Burkina Faso. Мы должны понять, как можно распространить университеты, которые существуют в России, в Буркина-Фасо, как можно открыть филиалы. Tungependa sasa tujadili jinsi tunavyoweza kufungua matawi ya vyuo vikuu vya Urusi nchini Burkina Faso ili tuwafunze wanafunzi wetu teknolojia na ujuzi wa juu kwa vitendo zaidi. Hili ndilo lengo letu kubwa na la msingi zaidi. Tungependa Burkina Faso ijiendeleze katika hilo na wanafunzi wengine wengi wa Afrika waje kwetu na kujifunza sayansi. Tumewaona vijana wengi mahiri wa Urusi, miongoni mwao wakiwa wataalamu na wanasayansi wachanga kabisa, ambao tungependa washiriki ujuzi wao na sisi.
Мы видим замечательную молодежь Российской Федерации, среди них много ученых, молодых ученых, и мы хотели бы, чтобы вы поделились своим опытом. Еще один важный аспект — военная сфера. У нас много проектов существует в сфере обороны,